tunao ushindi. Katika wewe Mungu tunayo amani. Katika wewe Bwana tunao umoja. Katika wewe Bwana tupo tunainuliwa. Katika wewe Mungu aliye hai yote yanawezekana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma kitabu kile cha Ufunuo. Katika kitabu kile cha Ufunuo kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana. Yohana ni miongoni mwa wanafunzi au mitume wale 12 wa Bwana Yesu. Katika Yohana ile tunaambiwa Yohana alikuwa ni mwanafunzi mmoja wapo, Biblia inamwandika kipenzi cha Yesu. Maana mara nyingi katika zile harakati za kupumzika Yohana alikuwa anadeka sana, nadhani alikuwa analala kifuani mwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamuona Yohana alikuwa mtu wa karibu sana na Yesu. Lakini pia katika kitabu hiki cha Yohana, wana theolojia wanakiita eskatolojia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinaitwa eskatolojia. Nini maana eskatolojia? Ni elimu ya mambo yajayo. Elimu ya mambo yajayo. Na katika hiki kitabu cha Ufunuo wa Yohana kimegawanyika katika sehemu kuu 3. Katika kitabu cha Yohana sehemu ya kwanza iliyogawanyika ni mambo yaliyotokea kale. Mambo yaliyotokea kale. Lakini pia sehemu ya pili ni mambo yaliyopo sasa. Ni mambo yaliyopo sasa. Na sehemu ya 3 ni mambo yajayo. Sehemu ya 3 ni mambo yajayo. Iko ndiko kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Nadhani tukikutana Jumatano kwenye Bible study tutakuwa tunaelezana zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako usipange kukosa kitabu cha Ufunuo kwenye Bible study. Hivyo ni wakaribisheni sana 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 sana. Ni kitabu kizuri sana sana kwa mafundisho. Kitabu kizuri sana sana sana. Sasa tukija kwenye sura ile 21 ambapo somo letu lilipo, linasema kuwa Mungu utufuta machozi. Mungu hufuta mbele. Biblia inasema hapata kuwa na bahari tena. Kwenye theolojia tukisema bahari tuna maana mbili. Bahari imefananishwa kama mataifa, ambapo tukisema mataifa ndo kama sisi nchi nyingine tofauti na Israel. Ndivyo bahari ilivyofananishwa hivyo. Lakini tukisema bahari tunamaanisha matatizo. Tunamaanisha ni dhiki. Tunamaanisha ni njaa. Tunamaanisha mapigo. Tunamaanisha shida. Sasa Biblia inatuambia kuwa hapata kuwepo na bahari tena. Bahari haitakuwepo tena katika maisha yako katika jina la Yesu. Bahari haitakuwepo tena kwako katika maisha yako katika jina la Yesu. Haijalishi ni bahari ya kwenye biashara yako, haijalishi ni bahari ya kwenye familia yako, haijalishi ni bahari kwenye mahusiano, haijalishi ni bahari kwenye kazi yako, lakini acha nikwambie mchana wa leo, haitakuwepo tena kwa jina la Yesu Kristo. Maana vyote vimekwisha kupita na Mungu mwenyewe anatufuta machozi katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu wengi sana ambao walilia sana. Inawezekana ulilia sana katika hali ambayo ulipita. Ulilia sana katika maisha ambayo uko nayo. Ulilia sana katika ujana uliokuwa nao. Sikiliza, ukisoma ule mstari wa 2 inasema hivi: nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Ule ni mstari wa 2. Acha nikwambie hivi, haijalishi umri uliokuwa nao, lakini bibi harusi siku zote ni msichana tu. Amina, amina, amina. Acha nirudie tena. Dada zangu, kaka zangu ambao hamjaoa, hamjaolewa, haijalishi umri ambao uko nao, lakini Mungu akitaka kukufuta machozi kwenye hilo pigo, watapiga tu kigelegele. Watake wasitake, kigelegele kitapigwa tu. Haleluya. Sikiliza nikwambie kitu. Nilikuwa ninaangalia clip moja kwenye YouTube Juma iliyopita. Nikawa ninaona harusi.
ya mzee wa miaka 85 na yule mama ana miaka kama sio 70, 80, umri wa namna hiyo. Lakini yule bibi alivyokuwa anaonekana ni bibi kweli choka mbaya, lakini bado tu anaimba anameremeta. Ni bibi lakini anaimba nini? Anameremeta. Kwa hiyo haijalishi unaonekana mzee kiasi gani, haijalishi umelia kinamna gani katika mahusiano uliokuwa nayo, yupo Mungu anafuta machozi yako leo. Yupo Mungu ambaye anakuinua mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tumesema kuwa Mungu anafanya mambo ambao wanadamu wanashindwa kufanya. Acha nikwambie, huo msiba ambao umelia nao kila siku, yupo Mungu ambaye anaweza kuufutia machozi. Ilo tatizo ambalo umelia nalo kila siku, yupo Mungu ambaye anaweza kufuta machozi. Haijalishi ni ugumu wa namna gani, haijalishi limekaa namna gani, lakini yupo Mungu ambaye anaweza yote. Yupo Mungu ambaye anaweza yote. Ukisoma ule mstari wa 4, anasema hapata kuwepo na kilio tena, hapata kuwepo na maombolezo tena, hapata kuwepo na adha wala shida tena. Hasitokuwepo hizo adha tena katika maisha yako. Hayo maombolezo unayopitia hayatakuwepo tena katika jina la Yesu Kristo. Mwimba Zaburi katika ile 121 akasema hivi, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka wapi? Inawezekana umelia vya kutosha, umepitia magumu mengi ya kutosha, umehuzunika, umeomboleza vya kutosha, ukadhania kuwa ni nani atakayejitokeza aweze kunisaidia kwenye hii hata ya moyo wangu? Ni nani ambaye atajitokeza aweze kunivusha kwenye hii hali niliyokuwa nayo? Ni nani ambaye atajitokeza niweze kupata msaada kwake? Ukaamua kumfuata kaka yako, dada yako, Bwana nisaidie, lakini akakukwepa. Ukawafuata wazazi wako, ukawaambia nisaidie, nao wakakukwepa. Na ukajiuliza msaada wangu utatoka wapi? Acha nikwambie kwenye ule mstari wa 2, msaada wangu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wako mchana wa leo upo katika jina la Yesu, upo katika jina la Yesu. Haya machozi uliolia, haya maombolezo uliolia, upo msaada wako ambaye anakufuta mchana wa leo, ambaye anafuta shida yako, ambaye anafuta maombolezo yako katika jina la Yesu. Haijalishi ni maombolezo namna gani, kwa huzuni uliokuwa nayo, masikitiko uliokuwa nayo, kwa nini unawaendea wanadamu wakati yupo Mungu ambaye amechukua hiyo huzuni uliokuwa nayo? Yupo Mungu ambaye amechukua huzuni uliokuwa nayo. Acha kuhangaika, usilie, usifadhaike, usisononeke, maana yupo Mungu ambaye amechukua huzuni uliokuwa nayo. Yupo Mungu ambaye amechukua fadhaa uliokuwa nayo. Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumefutwa machozi, kwa kupigwa kwake sisi tumekombolewa, kwa kupigwa kwake wewe umepona, kwa kupigwa kwake wewe umeinuliwa, kwa kupigwa kwake wewe uko huru. Haijalishi wanadamu wamesema kitu gani kwenye maisha yako. Haijalishi mwanadamu ameongea kitu gani, lakini yupo Mungu ambaye amefuta machozi yako. Yupo Mungu ambaye anafuta machozi yako. Maombolezo hayatakuwepo tena kwako. Shida na adha hazitakuwepo tena kwako. Kwa nini unalia, unasononeka, unafadhaika ya kwamba yupo Mungu? Yuko wapi Mungu? Kwenye ile Zaburi ya 22 akalia akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona u mbali na wokovu wangu? Ninalia mchana haujibu, wala usiku hunisikii. Analia, Mungu ajibu. Sikiliza, yalikopo ni malalamiko kwa hali aliyokuwa nayo. Inawezekana na wewe kwenye hali uliyokuwa nayo kuna malalamiko fulani ambayo umeyapitia, kuna machozi fulani ambayo umeyapitia. Yupo Mungu mchana wa leo kukufuta machozi hayo. Yupo Mungu kwenye mchana huu wa leo kukuinua tena. Ulitabika kwa muda mrefu sana, ulisononeka kwa muda mrefu sana, lakini Mungu yupo mahali hapa kwa ajili ya kukukomboa. Yupo Mungu mahali hapa kwa ajili ya kufanya kitu kwenye maisha yako. Yupo Mungu mahali hapa kwa ajili ya kukuvusha kwenye hiyo hali ambayo unapitia. Yupo Mungu mahali hapa kukufuta machozi kwenye hayo magonjwa ambayo unapitia. Yupo Mungu mahali hapa kukufuta machozi kwenye hiyo dhiki na tabu unayopitia katika jina la Yesu. Kuna wengine kazini kwao ni vita tu muda wote. Vita vitani.
anaangalia ni nani ambaye anaweza kuwa msaada kwangu. Akienda kwa HR hakuna chochote. Akienda kwa manager hakuna chochote. Akienda kwa supervisor hakuna chochote. Zaidi sana wale ndio wanazidi kumkandamiza tu. Akaangalia kwa kuwa ofisini kwangu ni vita hii, acha nimwangalie rafiki yangu ambaye anaweza kuwa msaada. Rafiki naye anampa kisogo. Anabaki analia na huzuni kubwa moyoni. Analia na huzuni kubwa moyoni. Yupo Mungu mchana wa leo kukufuta machozi. Yupo Mungu mchana wa leo kukufuta machozi. Inawezekana umelia kwa muda mrefu sana. Umesononeka. Kuna mtu hajanisikia. Mungu anapotaka kukuchagua, haijalishi wanadamu wamekuficha kwenye hali gani, lakini lazima tu utaonekana. Haijalishi wamekuficha wapi. Tunamwona Daudi, walikuwa wamemficha msituni huko akichunga kondoo. Daudi alikuwa msituni anachunga kondoo, ambapo Samueli akaambiwa, nenda ukampake mtumishi wangu mafuta awe mfalme katika Israeli. Kwenye familia yake anatoka mfalme. Alijaa na furaha kubwa sana. Akamwambia, niletee sasa vijana wako niwaone. Mzee Yese akaanza akamleta Eliabu. Eliabu alipofika pale, Biblia inasema hivi, alikuwa ni mzuri wa uso, alikuwa ni mzuri wa kimo, ni mrefu, mwenye mabavu. Samueli alipomtazama vile akasema, hakika huyu ndiye Masihi wa Bwana. Hakika. Lakini akati anataka kumpaka mafuta, Mungu akamwambia, hapana, huyu sio wa Israeli. Akafuata mwingine. Mungu ikabidi amwambie kabisa Samueli, sikiliza. Samueli, vile ambavyo unaangalia wewe, Mungu angalii kama wanadamu wanavyoangalia. Sikiliza, wanadamu walikuangalia kwa namna nyingine sana. Wanadamu waliangalia machozi yako kwa namna nyingine sana. Lakini Mungu ametazama kwa namna kitofauti, na ndio maana mchana wa leo anataka kuyafuta hayo machozi. Wakapita wote, akapita na Shama ambaye Biblia inamsema kuwa alikuwa ni mwenye nguvu sana. Shama alikuwa ni hodari. Akapita, Samueli alivyomwangalia hivyo akasema, hakika huyu ni chaguo la Bwana. Lakini alipofika tu akaambia, hapana, toa hiki chefuchefu hapa. Mungu akitaka kufanya kitu kwenye maisha yako, hata wanadamu wakiweka vizuizi vya namna gani, anafanya tu. Anafanya tu. Haijalishi ni kizuizi cha namna gani, ila yeye anafanya tu katika jina la Yesu. Samueli akabidi amuulize mzee Yese, mzee, una mtoto mwingine ambaye amebakia? Akasema, yupo mdogo wao wa mwisho ambaye yupo huko porini anachunga. Inawezekana huko porini hakuna mtu ambaye anaweza kukufuta machozi yako leo. Inawezekana ulikuwa porini, hakuna mtu ambaye anaweza kuona sikitiko lako. Inawezekana ulikuwa porini, hakuna mtu ambaye anaona maombolezo uliokuwa nayo. Inawezekana ulikuwa porini, hakuna mtu ambaye alikuwa anasikia kilio chako. Lakini acha nikwambie, wanatumwa watu kukuita. Nimetumwa leo kukuita ya kwamba Bwana anakuita aje kufuta hayo machozi. Ya kwamba Bwana amenituma ili uje akufute machozi katika jina la Yesu. Haijalishi walikuweka mbali namna gani, haijalishi walikusukuma mbali namna gani, lakini Bwana akiamua kufanya kitu, anafanya tu. Anafanya. Na acha niseme leo, anafanya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Anatenda kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Anatenda. Mungu ambaye akitaka kufanya kitu, wanadamu wote wanashangaa. Watajiuliza, hata huyu imewezaje kutokea kwake? Hata huyu kweli? Sikiliza, Mungu akitaka kukubadilisha na kubadilisha. Petro alikuwa mvuvi wa samaki, lakini Bwana akambadilisha kutoka mvuvi wa samaki kuwa mvuvi wa watu. Mungu akitaka kuvua
anakuvua tu. Mungu akitaka kukubadilisha, anakubadilisha tu. Akitaka kukufuta hayo machozi uliolia, anakufuta leo na sio kesho. Maana Biblia inasema wakati uliokubalika ni sasa na sio baadaye. Wakati wa kufutwa machozi ni leo na sio kesho. Wakati wa kuhuzunika umeshakwisha kupita. Wakati wa maombolezo umeshakwisha kupita. Wakati wa dhiki umekwisha kupita. Upo wakati ambao tunaenda kustareheka katika jina la Yesu. Upo wakati tunafutwa machozi leo katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema kufutwa machozi. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi wanadamu wamefanya kitu gani. Naipendaga sana ile Zaburi ya 23. Inasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitopungukiwa na kitu. Kama Mungu ndiye mchungaji wako, kama Bwana ndiye mchungaji wako, kwa nini unalia tena? Hautapungukiwa tena katika jina la Yesu. Hautapungukiwa tena katika jina la Yesu. Hiyo kazi ambayo wanaipigia vita haitapungukiwa katika jina la Yesu. Hiyo biashara ambayo wanaipigia vita haitapungukiwa katika jina la Yesu. Maana yupo Bwana mabwana ambaye amesimama kidete kukutetea. Yupo Mungu. Yupo Mungu. Yupo Mungu. Hiyo afya ambayo nadhaniaga ni dhaifu muda wote. Nilirudiki nyumbani nikamwambiaga mamangu. Nikamwambia mama, hiyo kusema miguu kila siku, hebu iwe mwisho. Iwe mwisho. Akaniambia, Kelvin mwanangu, hujui tu. Nikamwambia sijui nini. Ninachojua ni hiki. Kwa yupo Mungu ambaye anaweza na sio kitu kingine. Nina ushuhuda mkubwa sana. Nilimwombea na siku ile ile, nadhani ndo mamangu aliamini kwa mimi ni mtumishi. Amina. Mungu akitenda, anatenda. Hata wewe kwako, inawezekana kuna magonjwa mengi, kiasi ya kwamba tumekuwa kama Waswahili, tunasema ugonjwa huu ni wa kwangu tu. Ugonjwa huu ni wa kwetu familia yote. Sisi ni lazima tukifika tu umri fulani, ni lazima tutasikia tu tunaumwa tu hiki kitu. Acha nikwambie, itaumwa kwao lakini sio kwako. Watakufa wao lakini sio wewe. Watayashusha wao lakini wewe utainuka katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi. Biblia inatuambia kwenye ile Hesabu 23:23, hapana uganga juu ya Israeli wala uchawi kwa Yakobo. Hapata kuwepo na uganga kwenye maisha yako wala uchawi katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwepo kwenye hiyo kazi, hautakuwepo kwenye hiyo afya, hautakuwepo kwenye hiyo biashara, hautakuwepo kwenye hiyo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akitaka kufanya jambo anafanya. Usije ukasahau hili. Narudia mara kwa mara. Mungu akitaka kukufanyia kitu huwa anafanya tu. Haijalishi wanadamu wamesema kitu gani. Haijalishi. Mwanadamu ni wakufa tu. Usije ukasahau hilo. Napenda sana Zaburi ile ya 90. Anasema mwanadamu ni kama ua la kondeni, asubuhi la chanua, usiku la nyauka. Ndivyo mwanadamu alivyo. Kwa nini unasononeka kwa ajili ya mwanadamu? Yupo Mungu mchana wa leo ambaye anaweza kufuta machozi yako. Yupo Mungu mchana wa leo ambaye anaweza kufuta ile sikitiko uliyokuwa nalo. Yupo Mungu mchana wa leo ambaye anaweza kufuta hayo maombolezo uliyokuwa nayo. Yupo Mungu ambaye anaweza kufuta machozi ya huduma uliyokuwa nayo. Yupo Mungu ambaye anaweza kufuta machozi ya uchumi ambao unaona unapuputika. Yupo Mungu ambaye anaweza kufuta machozi ya kile kibali ambacho ulikuwa nacho kazini. Yupo Mungu ambaye anaweza kufuta machozi. Yupo Mungu. Yesu, 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 nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, anaona hayo maombolezo ambayo uko nayo. Anayaona. 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 Robosa kayatata. Ribosa kaya ramamande ribos. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo
Mungu aliye hai, mfalme wa wafalme, Jehova Nisi, tazama Bwana msiba wa mama yule, tazama Bwana mzigo wa baba yule, tazama Bwana kilio cha dada na kijana yule. Mungu aliye hai, ukafute machozi kwao, ukafute machozi kwao, ukafute machozi katika jina la Yesu. Maana Bwana, kisha tumeona mbingu mpya na nchi mpya katika maisha yetu. Bwana, ukaonekanie zaidi na zaidi.